Hapo jana kuna dada mwenye amenishuhudia ndoto yenye aliona. Amen. Aliona ndoto mama moja wa Kitusi Kinyamdenge kwenye mlima anapiga chungu kabambi ya mafuta, akatia moto wa ajabu chini ya ile chungu ya mafuta. Shabaha ilikuwa nini? Shabaha ilikuwa ile mafuta ifanye explosion na iangamize watu wote waliokuwa kwenye bonde. Amen. 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 Iko kwa ile ndoto, anaona wa vijana wake, mafuta inaanza lipuka, inataka kulipuka, na watoto wake wanasema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, wako wanakemea ile mafuta isilipuke. Amen. Yeye naye mfalme wa Belgique alisema alipofika Bukavu, alisema neno moja, sijui kama mnaikumbuka. Alisema hivi: siku yenye Kongo itapata un vrai président fort, Rwanda itakuwa province la Kongo. Petite quelque part derrière le désert. Na akaingia nyumbani kwake huko nyuma ya jangwa. Kongo tangia iwe Kongo. Hakuyakuwa rais kweli. Mwenye alikusanya watumishi wa Mungu. Amen. Na watu mbalimbali. Na kuomba Mungu, kusema Mungu. Amen. Le président du Congo, rais wa Kongo, qui parlait à l'éternel Dieu du ciel, ambaye angeweza kusema na Mungu wa mbinguni, comme le roi Ezechias. Amen, amen. Ndio tunaweza simama ukisoma neno la Mungu. Kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 6. Tunaanza kwenye mstari wa 8 hadi 23. Karibu kwa usomi wa neno. Wafalme wa Pili sura yake ya 6, mstari wake wa 8 hadi 23. Ndio. Sura yake ya 6 mstari wa 8 hadi 13 tunasoma. Wafalme wa Pili. Basi mfalme wa Shamu alikuwa akifanya vita na Israeli. Akafanya mashauri na watumishi wake, akasema, kituo changu kitakuwapo mahali fulani. Yule mtu wa Mungu akapeleka habari kwa mfalme wa Israeli kusema, jihadhari usipite mahali fulani, kwa sababu ndiko wanakoshukia Washami. Mfalme wa Israeli akapeleka watu mpaka mahali pale alipoambiwa na yule mtu wa Mungu, na kuwazalishwa akajiokoa nafsi yake, si mara moja wala si mara mbili. Basi mfalme wa Shamu moyo wake ukamfadhaika sana kwa ajili ya jambo hili. Akawaita watumishi wake, akawaambia, je, hamtanionyesha ni mtu yupi miongoni mwenu aliye upande wa mfalme wa Israeli? Mmoja wapo wa watumishi wake akasema, la bwanangu, la bwana wangu mfalme, lakini Elisha yule nabii aliye katika Israeli, umwambia mfalme wa Israeli maneno uyanenayo katika chumba chako cha kulala. Akasema, enendeni mkamwangalie aliko, nipate kupeleka watu kwenda kumchukua. Akaambiwa ya kwamba, tazama yuko Dothan. Kwa hiyo akapeleka huko farasi na magari na jeshi kubwa. Wakafika usiku, wakauzingira mji ule pande zote.
asubuhi na mapema mtumishi wake yule mtu wa Mungu alipoondoka na kwenda nje, kumbe pana jeshi la watu na farasi na magari wameuzingira mji ule. Mtumishi wake akamwambia, ole wetu bwana wangu, tufanyeje? Akamjibu, usiogope, maana walio pamoja nasi ni wengi kuliko wale walio pamoja nao. Elisha akaomba akasema, Bwana, nakusihi mfumbue macho yake apate kuona. Bwana apate kuona. Bwana akamfumbua macho yule mtumishi, naye akaona. Na tazama, kile kilima kilikuwa kimejaa farasi na magari ya moto yaliyozunguka Elisha pande zote. Na walipomteremkia Elisha akamwomba Bwana akasema, uwapige na kusihi watu wao kwa upofu. Akawapiga kwa upofu sawa sawa na neno la Elisha. Elisha akawaambia, njia hii siyo na mji huu siyo, nifuateni mimi, nami nitawapeleka kwa mtu yule mnayemtafuta. Akawapeleka Samaria. Hata walipokwisha kuingia Samaria, Elisha akasema, Bwana, wafumbue macho watu hawa wapate kuona. Bwana akawafumbua macho wakaona, kumbe walikuwa katikati ya Samaria. Naye mfalme wa Israeli alipowaona akamwambia Elisha, baba yangu, niwapige? Akamjibu, usiwapige. Je, ungetaka kuwapiga watu ambao umewatwaa mateka kwa upanga wako na uta wako? Weka chakula na maji mbele yao, wapate kula na kunywa na kwenda kwa bwana wao. Basi akawaandalia chakula tele, nao walipokwisha kula na kunywa, akawaacha wakaenda zao kwa bwana wao. Na vikosi vya Shamu havikuja tena katika nchi ya Israeli. Haleluya. Amen. Ndio. Ndugu langu karibu. Abecha mane ombe mbumbi wa isini kolo na byose biremo tomo okanyalonge itokabena enekolo yangibi chotekene na obinwa yahala sabino tushile ano mane ombe obisaba kuchi ashira mbele abo batu itendo obisao turimo nani bo mane ombe omkeche makala mantema wa ma bino byashinene tabibe byake mane ombe bibe bino byasaka ole obe kuyenga lobelo bunga dihonya mitema ya bobe bato ekema lwachi mane ombe wetu mbumbi mwingina byose oelele baba letu ikablo de la enwekolo wetu nsaba kochi wetu mchungaji byashibe hao mane ombe bino byose byashitende mtema wa maha ubingichi mitema ya bobe bato tuike ale langansenge ale na haja hashabasha na hange hashabasha lakini mbasha wa byose aleo tuwategeche na betu bashibitekenene bino binwa tubitekenene na bijyane n'ingina yitobitema tubiungwelele na bijyane n'ingina yitobitema tatola nenwe tulgi bitwacho maneno tola ne toleba tofauti na kisitengela noloboka tabe amane ombelitila dalose mtomobo olene lwenobe na lelo molwenobe tulimona bibyo mwingina china la Yesu kile shito wetu muluchi. Amen. Amen. Bwana wabariki. Tumesoma neno katika Wafalme wa Pili, ni habari za Israeli pamoja na Washamu. Amen. Kiwa Washamu kila wakati walikuja kuvamia Israeli, yamaanisha ya kwamba walijisikia kuwa na nguvu sana. Amen. Walijisikia kuwa na jeshi la nguvu la kushinda nguvu ya Israeli. Amen.
ila walisahau ya kwamba Israeli wana yule wanayemtegemea mwenye shingo wake. Bwana asifiwe sana. Wakajiandaa, kila wakati walipojiandaa wako katika konseye zao. Amen. Walikuwa kushituka, mipangilio wenyewe wanapangilia, kumbe Mungu amesha yafunua kwa nabii Elisha pale Samaria. Amen. Wanapokuja wanakuja kuta wanategewa mitego, maambushi, wanauawa, wanasema kesi basi. Amen. Kuna nini katikati yetu? Yawezekana kuna wateka. Amen. Siku moja mfalme anakusanya vikosi vyote, anasema hapana, nani katikati yetu aliye ngambo ya adui? Amen. Sababu frere, arme ikiwa na maadui ndani wakitumikia wengine maadui zao, ile jeshi aliwezi kufaulu kupita. Aliwezi. Amen. Amen, amen. Na mara kwa mara sisi tunasema juu ya jeshi letu, ila kumekuwa na matatizo mengi. Amen, amen. Mjeshi mkiwa wataifa wenyewe wanatumikia adui, haiko rahisi kushinda vita, sababu yote yenyewe mnapanga wanaonyesha kwa adui. Haleluya. Na ndio maana Mungu alikuwa anafunulia Elisha, angalia, ambia mfalme juu ya mambo haya. Ona. Bwana sifiwe sana. Maadui wanakuja deja, wanakutania kwamba mahali ambapo watashukia kumeshakuwa watu askari pale wenyewe wanapiga ambush. Kwa kweli watashinda ile vita? Haleluya. Ndio wanajiuliza, si tuko nguvu zaidi ya wale watu? Sasa iko nini ndio yenyewe natuma ya kwamba tushindwe kila wakati? Yaonekana katikati yetu kuko mtu mwenyewe yuko anapasha habari. Mfalme anafanya konsei. Amen. Lakini sasa mulikuwa na mwingine mule mwenye alijua juu ya mambo ya Mungu. Kulikuwa hata mwingine mwenye alijua ya kwamba kuna manabii wenyewe wanafunuliwa mambo. Amen. Akasema, mfalme, sikia nikwambie, wale wenzetu kule haijalishe hawana nguvu, lakini wako na Mungu. Kuna nabii kule mwenye iko yote yenyewe wale unawazia mchumba chako, Mungu ameisha mfunulia kule. Sasa tutafanyaje? Si kushinda hivi vita, inafaa tuanleve kwanza ule mtu. Inafaa tuende tumuibe na tumulete. Jeshi linajiandaa. Amen. Ili liende kuchukua nabii Elisha. Amen. Na wakakuja, Mungu akasema inafaa sasa nionyeshe ukuu wangu. Mbele alikuwa anawaonyesha, lakini ile siku Mungu anayaletea, anasema Elisha, inafaa sasa nitukuzwe sasa. Amen. Amen. Mungu akaficha Elisha kusema kwamba watakuja, biko wanakuja kuukamata. Amen. Basi wanakuja wanazunguka mkini, aseme leo tutabeba Elisha. Bwana asifiwe sana. Mtumishi wa Elisha anatoka nje asubuhi na mapema, très tôt matin, kama alikuwa anaenda kujisaidia tujui. Alipotoka nje tu anaangalia, sema tunakufa, Washamu wanatuzunguka. Akakimbilia tena mnyumba kuja kuambia nabii Elisha, nabii, mtumishi wa Mungu, tunazingirwa hivi, tunakufa. Amen. Hiyo vile aseme ndio ya ujue kama tuna walinzi ambao wanatuchunga wa ajabu. Ataomba Mungu fungua macho ya huyo kijana ili aone majeshi nao tuchunga. Amen. Mungu akamfungua macho. Yes. Sasa yeye akaona milima yote inazungukwa na jeshi. Sasa lile aliko jeshi la hapa duniani, jeshi la mbinguni. Amen, amen. Aliko jeshi la wanadamu, aliko jeshi la mfalme fulani, bali jeshi la Mungu mwenyewe. Gehazi alipoona akasema, kumbe ndio kisi jeshi tunachukua kwa hiyo. Bwana asifiwe sana. Amen.
Elisha naomba Mungu aseme basi, Mungu umeruhusu hao watu wakuje, basi kwa hiyo inafaa sasa ujitukuze wewe mwenyewe. Amen. Amen. Sikia sasa kisimamo ya piti. Mtumishi Elisha naomba kwamba Mungu wapige upofu. Wapige upofu. Wanafika, wanapigwa upofu, wanaanza ongozwa sasa nabii Elisha. Bwana asifiwe sana. Acha niwaonyeshe njia. Kuwaonyesha njia na maelekeza mpaka kwenye mfalme wa Samaria. Mfalme wa Israeli sasa ndio kwenye wanawewe. Wakakamatiwa mateka. Si ndio mateka hivi? Amen. Maana yake jeshi yote na vifaa vyao vyote wanakamatiwa mateka. Wanakuwa kushituka kwa kufunguliwa watu wanajikuta viko mkapatana ya Samaria. Tunakufa sasa. Bwana asifiwe sana. Amen, amen. Amen. Mfalme anauliza tuangamize. Uangamize wewe, ni wewe ndio wakamata. Utawaangamiza kwa sababu walikuja, ulijua nani mwenye aliwaleta. Amen. Usiwaangamize. Wafanyie sherehe, chakula, kila kitu, wakule na waende. Wakakula, wakashiba, sema muondoke muende. Mwende kwenu shamba. Bwana asifiwe sana. Na walipokwenda, neno linatuambia kwamba hawakurudiana tena. Sema kumbe wale watu wapiko na Mungu wa ajabu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hapo jana kuna dada mwenye amenishuhudia ndoto yenye aliona. Amen. Aliona ndoto mama moja wa Kitusi Kinyamulenge kwenye mlima anapiga chungu kabambi ya mafuta, akatia moto wa ajabu chini ya ile chungu ya mafuta. Shabaha ilikuwa nini? Shabaha ilikuwa ile mafuta ifanye explosion na iangamize watu wote waliokuwa kwenye bonde. Amen. Amen. Iko kwa ile ndoto, anaona wa vijana wake, mafuta inaanza lipuka, inataka kulipuka, na watoto wake wanasema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wako wanakemea ile mafuta isilipuke. Amen. Yeye naye alipokuja kutoka akakuta mafuta inataka lipuka. Amna watoto, toke karibu, toke karibu, toke karibu. Sasa kuliko mafuta sasa kulipuka, amen, moto yenyewe iliacha inatiwa chini, ikaanza kupunguka chaleur. Amen. Na ule mwenye aliacha anapiga mafuta, aliacha anapiga sawa, anajua itafanya explosion, akatendea yake. Haleluya. Sasa ile moto ikamalizika pole na mafuta kuliko kulipuka ikaenda inatulia titi, baadaye mafuta ikatoka. Asema gloire à Dieu. Yeye kulamuka kwa ile ndoto akashtuka, kaogopa, kaambia mume wake, simama tuombe Mungu. Amen. Wakaomba Mungu. Bwana asifiwe sana. Nikamwambia mama, ile ndoto inajitafsiria yenyewe. Amen. Amen. Moto yenyewe inatiliwa, Mungu ndiye ataizimisha. Bwana asifiwe sana. Moto iliyopo ni Mungu ndio mwenye ataizimisha. Bwana asifiwe. Haleluya. Sijue kama wengi walifuata matamshi ya Rais Kagame pale jana. Alisema le problème ce n'est pas le problème de Félix Tshisekedi. Sijue kama mlifuata. Shida ya vita vya Kongo haiko rais Felix. Felix alikuta hali ya M23 ipo. Lakini vita vya Kongo na Rwanda ni udongo yetu. Wa koloni walikamata sehemu yetu ya udongo, wakapatia Kongo kuliko kutia Rwanda.
kweli. Amen, amen. Haleluya. Nikakumbuka jinsi mfalme wa Belgique alisemaka alipofika Bukavu. Alisema neno moja. Sijui kama mnaikumbuka. Alisema hivi: siku yenye Kongo itapata un vrai président fort, Rwanda itakuwa province ya Kongo. Unifataka ile? Kwa sababu gani? Kwa sababu mbele ya Rwanda ilikuwa le Congo existait déjà, il y avait des royaumes. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Nani atatuliza hali ya Kongo na Rwanda? C'est le Seigneur lui-même. Amen. Mungu mwenyewe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nilifata conseil ya ONU yenye ilikuwa inakutanana. Sikia madeklarasyon ya manchi kisi kwa anasema. Mais je me suis demandé, hii inakuwa ONU yaye. France, kisi lisema inafaa Rwanda itoke bila muda. Itoke Goma, itoke Bukavu, irudi kwao. Angleterre, même chose. Amerike. Sasa unajiuliza hii inakuwa oniaje? Amen. Amen, amen. Hakuna mwenye alisema contrairement na gisi mambo ilivyo. Inafaa barudie. Bote ndio gisi walisema. Bwana asifiwe sana. Sasa wakati mambo iko nasema vile kwa chini ya kiulimwengu kwa niveau ya réunion mondiale. Réunion internationale. Je sens que notre Dieu, le Dieu du Congo, va réagir. Continuons à prier le bon Dieu. Alléluia. Ili tuwe salama. Ili Afrika ya kati iwe na usalama katikati yetu sisi sote. Ni batu bali na wenyewe niko kule, ni batu. Mungu anaacha tu ya usalama na upendo katikati ya watu. Haleluya. Na ile ndio yenye itatusaidia. Bwana asifiwe sana. Vita haviwezi kuleta solution. Mungu ataleta solution. Bwana asifiwe sana. Amen, amen. Amen, amen. Nabii anatuambia hivi. Bwana asifiwe sana. Tuko mu l'expectative. Ilihubiriwa le 7 février 1961. Tarehe 7 mwezi wa pili 61. Ndio, nabii anasema hivi. Paragraphe 9. Mstari wake wa 9. Ce que l'homme appelle grand, kitu ambacho wanadamu wanakitukuza, Dieu l'appelle folie. Mungu anaita hicho kitu kuwa pumbavu. Amen. Amen. Kitu chenye sisi wanadamu tunaona kitu kikubwa hiki. Haleluya. Mungu anakamata upumbavu. Amen, amen. Amen. Et ce que l'homme appelle folie, na kila ambacho wanadamu wanaita mazimu, Dieu l'appelle grand. Mungu anakwenda ukitukuza. Bwana asifiwe sana. Alors, Sasa ce que nous devons faire, tupasacho kufanya, c'est retourner au programme de Dieu ni kurudi kwenye mpango wa Mungu et voir ce que Dieu veut que nous fassions après tout. Amen. na tuweze kujua Mungu anataka nini tufanye. Et le seul moyen Na njia pekee que je connaisse pour y arriver, nayo tupa tufikie mpango wa Mungu c'est la prière. ni maombi. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Chenye Mungu anatulazimisha kufanya, haleluya, ni maombi tu. Amen. La prière, Maombi c'est la clé. ni funguo. Maombi ya watakatifu wa Mungu, haleluya, ni funguo. Amen. Bwana asifiwe sana. Nini chenye kilifanya washamu wapigwe upofu? C'était la prière. Amen. La prière du prophète. Maombi. Haleluya. Amen. Ni kwa maombi ya nabii.
Bwana asifiwe sana. Amen. C'est la réponse. Ni jibu. De maombi, la prière c'est la clé, la prière c'est la réponse. Maombi ni funguo, maombi ni jibu. La prière Maombi change les circonstances. inabadilisha matukio. Maombi, haleluya. Amen. Maana Mungu ndio mwenye anageuza mambo. Bwana asifiwe sana. Amen, amen. La prière change les circonstances. Maombi yanabadilisha matukio. La prière Maombi est l'arme la plus puissante qui ait jamais été placée entre les mains des êtres humains. ni silaha iliyo kubwa miongoni mwa silaha zote ambazo zimewekwa mikononi mwa wanadamu. Alléluia. Aucune bombe atomique, Hakuna bomu la atomu, aucune bombe à l'hydrogène, hakuna bomu la hidrojeni mais aussi puissante que la prière. ambayo inaweza kuwa na nguvu kama vile maombi. La prière Maombi changera la pensée de Dieu. itabadilisha mpango wa Mungu. Alléluia. La prière changera la pensée de Dieu. Maombi itabadilisha mawazo ya Mungu. Les savez-vous? Je, mnalijua? Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Maombi ndio yenye inageuzaka. Amen, amen. Amen. Mipangilio yote yenye kinakuwa kinaivuruga ni maombi. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nabii anatuonyesha un prophète Nabii avait été envoyé vers le roi dans sa chambre. aliweza kutumwa chumbani kwa mfalme Et il est dit na akamwambia qu'il est monté lui dire, ainsi dit l'Éternel, aenda akamwambia kwamba nyasema Bwana, il ne descendra pas du lit, hatashuka kitandani, il va mourir atakufa, juste là où il est. atafia humo kitandani. Bwana asifiwe sana. Amen. Et Esaïe est monté dire cela à Ézéchias. Na Isaya akapanda kumwambia mfalme Hezekia, Et je m'imagine que toutes les grandes personnalités se tenaient à la porte. naenda kuona kwamba watu wakubwa wote walikuwa kwenye lango la nyumba. Les paysans se tenaient là dans la partie extérieure. Watu wa jiji walikuwa kwenye ule ukumbi. Lorsqu'il est arrivé, Alipofika ils ont dit, walisema, ô prophète de Dieu, nabii wa Mungu, quand viendra-t-il à notre roi? itakuwaje kwa mfalme wetu? Alléluia. Amen. Et le prophète a dit, Na nabii akasema, ainsi parle l'Éternel, hii ni yasema Bwana, il va mourir. atakufa. Il est allé vers les soldats Akaenda kwenye askari qui ont dit, wakasema, ô grand prophète, nabii mkuu, que dit l'Éternel au sujet de notre roi? Bwana anasema nini kuhusu mfalme wetu? Le prophète a dit, Nabii akasema, ainsi parle l'Éternel, hii ni yasema Bwana, il va mourir. atakufa. Et c'était vrai. Na ilikuwa ni kweli. L'Éternel lui avait dit, Mungu il alimwambia, est descendu akashuka et il est entré dans sa petite hutte quelque part derrière le désert. na akaingia nyumbani kwake huko nyuma ya jangwa. Paragraphe 10. Et Ézéchias a tourné son visage contre le mur et a pleuré amèrement. Na Hezekia akaugeukia ukuta na akaomba kwa uchungu. Et il a dit, Na akasema, Éternel Dieu, Bwana Mungu, je te supplie ninakusihi de considérer mon camp. kwamba uweze kuchunguza hali yangu. J'ai marché devant ta face avec l'intégrité de cœur. Nilitembea mbele zako katika unyofu wa moyo. J'ai besoin de 15 ans de plus pour mettre mon royaume en ordre. Haja ya miaka 15 ili niweze kuweka utaratibu katika ufalme wangu. Haleluya. Amen. Ndio maombi Ezekia aliomba. Mungu umeshasema nitakufa, lakini mimi napenda uniongezee ingine miaka 15 ili niweze kutengeneza utaratibu mzuri katika ufalme wangu. Haleluya. Amen. Et vous savez, en principe, Mnaona, si Dieu voulait dire quelque chose, ikiwa Mungu angetaka kunena jambo il lolote, lui aurait dit alors qu'il lui parlait. angemwambia wakati ule ambao alikuwa akisema. Mais Dieu a des façons de faire les choses. Lakini Mungu ana namna yake ya kufanya Vous mambo. devez suivre la voie de Dieu Inabidi kufuata mpango et la manière de
Dieu de faire les choses. na namna yake ya kutenda kazi. Alléluia. Amen. Ainsi, Hivyo longtemps que nous essayons de nous introduire par nous-mêmes, wakati tu tunajaribu kutangulia sisi wenyewe, cela ne marchera donc pas. hiyo haitaendelea. Et nous ne pouvons tout simplement pas nous prendre comme modèle les uns des autres. Na tuweze sisi wenyewe kuchukua wamoja kuwa mtindo wa wengine. Nous devons vivre d'une façon individuelle devant Dieu. Inabidi tuishi kwa namna za kipekee mbele za Mungu. Bwana asifiwe sana. Mtu mkubwa katika nchi alikuwa ni mfalme. Et la plus grande personnalité du ciel, c'était Dieu. Na mtu mkuu wa mbinguni alikuwa ni Mungu. Le plus grand homme de la terre parla au plus grand homme du ciel. Alikuwa sasa mtu mkuu hapa duniani akisema na mtu mkuu wa mbinguni. Merci Seigneur. Bwana asifiwe sana. Mfalme Ezekiasi yeye ndio alikuwa kichwa cha ufalme pale. Ndio. Sasa akisema na Mungu wa mbinguni ambao ni mfalme wa mbinguni. Amen. Amen. Le plus grand du ciel. Mkuu wa mbinguni. Mais toutefois, Lakini wakati wote la grande puissance du ciel ne pouvait pas répondre au roi. nguvu kuu za mbinguni hazingeweza kumjibu mfalme. En effet, Kwa hiyo il n'était pas appelé à cela. hakuitwa kwa ajili ya hilo. Il était simplement appelé un roi. Aliweza kuitwa tu ni Mungu. Et alors, Basi il s'est adressé à Esaïe. akamwambia Isaya. C'était son propre prophète. Alikuwa ndio nabii. Et il a dit, Akamwambia, va lui dire nenda ukamwambie que j'ai attendu sa prière. kwamba mimi nimeyasikia maombi yake Et je vais lui épargner la vie pendant 15 ans. na nitamwongezea tena miaka 15. Gloire à Dieu. Haleluya. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Hapo jana niliwaambia ya kwamba haleluya, Kongo tangia iwe Kongo hakuyakuwa rais Kweli. mwenye alikusanya watumishi wa Mungu amen, Amen. na watu mbalimbali na kuomba Mungu, kusema Mungu amen. Le président du Congo Rais wa Kongo qui parlait à l'éternel Dieu du ciel ambaye angeweza kusema na Mungu wa mbinguni comme le roi Ézéchias. kama vile alifanya mfalme Hezekia. Amen. 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 Bwana asifiwe sana. Amen. Mungu akasema sitakujibia wewe Hezekia. Kilio chako nimekisikia. Lakini nina kinywa. Ndiyo. Na kile kinywa ndio kilikuja kukuambia mie Mungu niliamua. Amen. Sasa kwa hiyo Bwana asifiwe sana. Amen. Tena yule ndio nitapitia. Akapitia tena Isaya. Amen. Amen. Wanafungua Isaya 38. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Akaambia nabii Isaya, wende uambie Hezekia hivi, mimi Mungu nimesikia maombi yake. Amen. Ijapo nilikuwa nimeshasema ya kwamba atakufa, Bwana asifiwe, ya kwamba hatatoka kwenye kitanda, ila kilio chake nimekisikia, na kwa sababu nimesikia kilio chake, amen, wende umwambie ninamwongezea miaka 15 ili aweze kutengeneza mambo ya ufalme wake. Gloire à Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Bwana asifiwe sana. Va lui dire que j'ai attendu ses prières Kwamba nimeyasikia maombi et je yake vais épargner sa vie pendant ces 15 ans. na mtamwongezea ile miaka 15. Eh bien, Vema. combien pensez-vous ce prophète a dit être embarrassé en retournant? Pourquoi retourne-t-il au prophète? Mnaweza kutazama jinsi gani nabii huyu aliweza kuhangaika, jinsi gani angeweza kurudi tena. Amen, amen. Amen. Mimi ndio niliweka habari atakufa. Ndio. Haleluya. Tena sasa unaniambia niende kumwambia ataishi. Sasa nitarudia tena yeye kumwambia vile. Ndio. Lakini ilikuwa ainsi dit le Seigneur. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Hii ni asema Bwana. Isaya kalazimika kurudi. Sema Hezekia, ainsi parle l'Éternel. Hii ni asema Tu Bwana. vas vivre. Utaishi. Et il venait de sortir en disant, Na alikuwa ametoka akimwambia, ainsi parle l'Éternel. hii ni asema Bwana, Il va mourir. atakufa. Sinon, mais aliambia watu, Bwana asifiwe sana. Il est revenu avec l'insigne
le Seigneur, akarudia tena na asema Bwana il va vivre. ataishi. Ainsi parle l'Éternel. Hii asema Bwana Il va vivre. ataishi. Pourquoi? Kwa nini? Qu'est-ce qui a fait changer cela? Nini niweze kuleta La badiliko? prière. Kuwa ni maombi. Amen, amen. Amen, amen. Voilà le secret de la prière. Hiyo ndio siri ya maombi. Alléluia. Amen. La prière ouvre les portes. Maombi inafungua milango. La prière, Maombi. tout ce que vous demanderez en priant avec foi, Chochote mtakachokiomba katika imani, en croyant, mkiamini, vous le recevrez. mtakipokea. Demandez beaucoup afin que votre joie soit parfaite. Amen. Muombe vilio vikuu ile furaha yenu iweze kukamilika. Bwana asifiwe sana. Amen. La prière c'est la clé. Maombi ni La prière c'est la réponse. maombi ni jibu. Bwana asifiwe sana. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Le prophète de Dieu nous dit ceci. Najua Mungu Notre anatuambia espoir repose en Dieu. Paragraphe 41. tumaini letu liko ndani ya Mungu. Tusome kwanza pale. Mstari wake wa 40. Tusome Isaya 38 na mstari wake wa kwanza, shuka pale. Nitakwambia kwenye utaishi. Siku hizo Ndio. Hezekia aliugua, Ndio. akawa katika hatari ya kufa. Ndio. Na Isaya nabii mwana wa Amozi akaenda kwa mfalme akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hutapona. Basi Hezekia akajigeuza, akaelekeza uso wake ukutani, akamwomba Bwana, akasema, Ee Bwana, kumbuka haya na kusini, kwamba nimekwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu, na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana sana. Ikawa neno la Bwana likamjia Isaya kusema, enenda ukamwambie Hezekia, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, mimi nimeyasikia maombi yako, nimeyaona machozi yako. Tazama, nitaziongeza siku zako kiasi cha miaka 15. Nami nitakuokoa wewe na mji huu na mkono wa mfalme wa Ashuru, nami nitaulinda mji huu. Jambo hili liwe ishara kwako, itokayo kwa Bwana, ya kuwa Bwana atatimiza jambo hili alilolisema. Tazama, nitakirudisha nyuma kivuli madaraja 10 ambayo kilishuka juu ya duara ya Ahazi kwa sababu ya jua. Basi jua likarudi madaraja 10 katika hiyo duara ambayo limekwisha kushuka. Haya ndiyo maandiko ya Hezekia mfalme wa Yuda alipokuwa hawezi, naye akapona ugonjwa wake. Haleluya. Amen, amen, amen. Est-ce que frère vous croyez cela? Amen, amen. Amen. Amen, amen. Pale Hezekia alikuwa na tegemeo lingine. Iko mgonjwa anasubiria kifo. Mwenye anakuja ni nabii mkuu. Kama vile nabii ametuambia hapo jana ya kwamba mkia wakati anatumikaka tu na nabii mkuu mmoja tu. Haleluya. Na nabii mkuu alikuja kwenda kumwambia, labda kama ingekuwa wewe ungekuwa sema ninakufa hivi. Hivi Mungu ameshasema, basi Mungu pokea roho yangu. Amen. Lakini Hezekia alisema ya kwamba ijapo hilo Mungu anaweza kusikia maombi yangu naye ataniongezea miaka. Nitamuomba. Amen. Na alipoomba Mungu akasikia. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen, amen.
Nabii analeta swali ya kwamba ndugu yangu, jamaa namna gani ambao malaika wa Bwana watakuja kwa ajili ya kazi ya ulinzi kwao? Amen. Askari wa namna gani ambao Mungu atakuchunga mpaka kufront? Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nabii anasema hilo la parole immuable de Dieu. Neno ambalo halitikisiki na Mungu. Prochaine 24 juillet 1960. Tarehe 24 mwezi wa Juni mwaka wa 60. Ndio. Paragraphe 40 c'est yake. Mstari wake wa 40 sehemu ya 3. Voyez-vous. Naona Vers quel genre de foyer vient un ange? kwa aina gani ya nyumba malaika anawaendea? Bwana asifiwe sana. Tunasikia ya kwamba haleluya, Gehazi alipotoka nje aliona majeshi ya Washamu na wazunguka. Haleluya. Na alipokimbia mbio kwa nabii, nabii akamwambia kijana, walio pamoja nasi ni wengi na wenye kuwa na nguvu sana kushindia wao. Amen. Amen, amen. Sasa akasema Mungu, fungua macho ya huyu kijana aone majeshi ya mbinguni inayotuchunga. Bwana asifiwe sana. Mungu akamfungua macho akaona majeshi. Sasa kisha kuona majeshi, amen, majeshi ya Washamu wanakuja kuwazingira wawakamate. Nabii akasema piga hao watu upofu. Watu wakapigwa upofu. Mnatafuta nani? Tunatafuta nabii Elisha. Twende niwaonyeshe kwenye iko. Ndio kwenye alibebwa, ndio wanabewa sasa kwa nani? Kwa mfalme wa Samaria, mfalme wa Israeli. Bwana asifiwe sana. Sasa nadhani nauliza, sir frère, quel genre de foyer? Aina gani ya jamaa? Aina gani ya jamaa ambao malaika watachunga? Aina ya jamaa ya namna gani? Mshale ukao usiku. Amen. Utachungwa kwa ule mshale kwa sababu wewe huko namuna gani? Bwana asifiwe sana. Nyumba yako itachungwa na kombora kwa sababu huko namuna gani? Amen. Sikia, lenyewe nabii anatuambia. Bwana asifiwe sana. Voyez-vous. Vers quel genre de foyer vient un ange? Kwa aina gani ya jamaa malaika wanakuja? Un foyer qui observe les commandements de Dieu. Ni ile jamaa ambayo inashikilia agizo za Mungu. Jambo la kwanza hilo. Amen. Eti jamaa gani yenye itachungwa na malaika wa Bwana? Amen. Askari wa namna gani ambao watachungwa na malaika wa Bwana meme kufront? Amen. 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 Mtu wa namna gani mwenye atachungwa? Amen. Na mshale ambao urukayo. Bwana asifiwe sana. Nabii anasema un foyer, alléluia, qui observe les commandements de Dieu. Hayo inashika maagizo ya Mungu. Sœur, frère, ndugu na dada, je, unatii amri za Mungu? Amen. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Haleluya. Amen. Usitegemee kitu kingine kwako isipokuwa Mungu wako tu. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Amen, amen. Amen. Ujue ukumbuke siku ya Sabato ujitakase. Amen. Amen, amen. Usiibe, usiue. Haleluya. Heshimu baba yako na mama yako. Heshimu watumishi wa Mungu. Heshimu wakubwa kuliko wewe. Heshimu kila mtu. Neno la Mungu hilo.